أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiwa tunaendelea na ahkamul janaiz ya Muhammad Nasruddin Albani, tunaendelea na mlango wa babu an-na'yu al-jaiz, mlango unaozungumzia matangazo yanayojuzu. Kuna matangazo hayafai wakati wa kifo na matangazo yanayojuzu wakati wa kifo. Umekuja mlango huu baada ya kumaliza tafsiri ya neno na'i katika ukurasa uliopita, ukurasa nambari 31. Katika ukurasa nambari 31 alitoa tafsiri ya Albani ya neno na'i, akasema hivi: wan-na'yu lughatan, neno na'i kwa upande wa kilugha huwa al-ikhbaru bimauti al-mayyit, hiyo ni habari ya kifo cha maiti. Fahuwa ala hadha yashmulu kulla ikhbari, kwa hivyo juu ya maana hii inakusanya hapa kila aina ya habari. Walakin qad jaat ahadithun sahiha, lakini zimekuja hadithi zilizo sahihi tadullu ala jawazi naw'un min al-ikhbar, tadullu ala jawazi naw'in min al-ikhbar, hadithi ambazo zinajulisha kujuzu kwa namna fulani ya kutoa habari wakati mtu anapokufa. Waqajara al-ulama biha mutlaq an-nahy, amma upande wanavyuoni wao wamefunga kauli moja tu kwamba hilo ni katazo moja kwa moja. Waqalu, na wakasema hivi: innal murada bin na'i, hakika makusudio ya na'i au matangazo, al-i'lan alladhi yushbihu ma kana alayhi ahlul jahiliya, ni matangazo ambayo yanashabihiana na ile hali waliokuwa nayo juu yake watu wajinga, minasuyahi, kupiga makelele, ala abwabil buyuti, juu ya milango ya majumba, wal aswaqi, na sokoni, kama sayati, kama itakavyokuja habari hiyo kwa kamilifu. Walidhalika qultu, alipokusha kuitoa tafsiri hii al-Albani ya neno na'i, anasema kwa ajili hiyo ndiyo maana mimi nikaweka mlango uliotaja an-na'yul jaiz, habari iliyojuzu. Manake maulama wamefunga kwa baina katazo tu moja kwa moja, lakini la, zimekuja hadithi za wazi kabisa kujuzisha aina fulani ya matangazo. Walidhalika qultu, na kwa ajili hiyo mimi ndiyo maana nikasema an-na'yul jaiz, kuna aina matangazo yanayojuzu. Wayajuzu i'lan alwafati, na inafaa kutangaza kifo idha lam yaktarin bihi, pindi itapokuwa katika matangazo hayo halikufungamana nalo jambo ma yushbihu na'i aljahiliya, linalo shabihiana na matangazo ya kijinga. Waqad yajibu dhalika, na huenda ikawa habari hiyo kutolewa ni wajibu, idha lam yakun indahu man yaqumu bihaqqihi, pindi huko alikokufa huyo maiti wa Kiislamu hakuna yoyote wa kusimamia haki yake, min alghusli, kwa mfano kukoshwa, hakuna mkoshaji. Inabidi waislamu wapewe habari, wende kakoshe maiti yao ya Muislamu, wasiwaachie watu kuifanya watakavyo. Basi kwa hali kama hiyo itabidi kutolewa tangazo, hapo ni wajibu. Wakinyamaza kimya labda dhambi waislamu, itolewe tangazo rasmi, fulani kafa huko, au kuna maiti na tangazo hospitali huko na Wakristo watupu mathalan wanasema kwamba kafa Muislamu, kwa hivyo kimbilieni upesi mkachukua maiti yenu Waislamu kaikufanyia mambo ya Kiislamu. Wao watakwenda kuitupa tu wale. Ama kwa hali kama hiyo inakuwa matangazo ni wajibu. Idha lam yakun indahu man yaqumu bihaqqihi,
pindi itakapokuwa hakuna kwa huyo maiti yoyote wa kusimamia haki yake. Min alghusli, haki zake maiti ni katika mambo ya kukoshwa, watakfini, na kukafiniwa kwenye sanda, wasalati alaihi, na kusaliwa yeye juu yake. Haya mambo ni haki yake maiti haya, wa nahwi dhalika, na mfano hayo. Wafihi, na katika habari hii, ahadithun, kuna hadithi nyingi zilizotoa ushahidi. Al-awwalu, ya mwanzo, an Abi Huraira, kutokana na bwana Abi Huraira radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama na'a an-Najashiyya, yeye mwenyewe bwana mtume alitoa tangazo la kifo cha mfalme wa Ethiopia an-Najashi. Tulizungumza katika darasa iliyopita kwa ufupi mukhtasari wake. Fil yawmi alladhi mata fihi, katika ile siku ambayo alikufa huyu Najashi, bwana mtume alipewa habari na Jibril kuwa Najashi amekufa, na Jibril katika kutoa habari, kwa sababu Najashi amesilimu kisiri na kule hakuna wa kumsimamia kumfanyia mambo ya Kiislamu. Kwa hakika angalau basi wapatikane waislamu kokote waliko kule, waswali angalau salatul maitil ghaib, angalau dua zao zifanye kazi. Kwa hivyo kharaja ila almusalla, baada ya kutoa tangazo bwana mtume, na tangazo faida yake ni kupatikana waislamu kumfanyia haki ya maiti. Sio basi matangazo ya vume tu, yale matangazo yana madhumuni maalum. Unawaambia waislamu fulani kafa, kwa maana waje kuswalia, ndio faida ya matangazo. La hivi hivi tu kupata habari tu, la, haina haja. Maana kumpelekea habari ama jamaa yako, naam, namjulisha, lakini muislamu unapompa habari kwa fulani kafa, ina maana kwamba aje kutoa dua zake za mwisho kwa mwenzake. Ndio maana yake. Bwana mtume baada ya kutoa tangazo cha kifo cha Najashi, kharaja ila almusalla, alitoka nafsi yake kwenda pahala pa kusalia. Maana sunna zaidi kwa sala ya maiti ni kusalia uwanjani. Ikiwa iko dharura ya mvua na mengineyo, basi msikitini na juzu, lakini mtume alionyesha kawaida ya kusalia maiti uwanjani. Kharaja ila almusalla, akatoka kwenda pahala pa kusalia maiti. Ilikuwa pale karibu na msikiti wake mtume, Masjid Nabawi Madina, karibu uwanjani, si mbali sana. Palikuwa na uwanja maalum bwana mtume kusalia maiti, kama ilivyo swala Eid vile vile, sunna zaidi kusalia uwanjani. Fasaffa bihim, basi akawapanga safu maswahaba. Hakuzitaja ngapi safu, aliwapanga safu tu, wala si lazim kwamba watu waige safu tatu kama tunavyoona mitaani huko. Japokuwa safu ya kwanza ikujaa watu 4 5, weka nyuma yake nyingine, weka nyingine, la, hakuna sharti hiyo katika sala ya maiti. Hawezi mtu kuitoa popote pale. Ilivyo fasaffa bihim, akawapanga safu bwana mtume, hata kama itakuwa safu yenyewe ni moja na uzuri wake iwe full. Kama itakuwa ndani ya msikiti, basi ijae safu moja ile, isiwe watu vijikundi vitatu vinne alafu baadaye kwa, hapana, si lazima. Fasaffa bihim, akawapanga safu bwana mtume, wakabbara 4, na akatoa takbira 4. Hizi ni maalum, si sharti vile vile. Zinaweza kutolewa takbira 5 mpaka 6 kama tutavyoona mbele tunakwenda katika baadhi ya hadithi za kusalia jeneza, lakini zile mashuhuri ambazo watu wengi wanazifanya ni hizi 4. Hadithi hii ya Abi Huraira akhrajahu ash-shaykhan, wameitoa mashaykh wawili, Bukhari na Muslim, wa ghairuhuma, na wengine wasiokuwa hao. Wasayati dhikruhu, na itakuja utajo wake jambo hili, bi jamii ziyadatihi, kwa mkusanyiko wa ziada zake, min mukhtalifi turuqihi, kutokana na ikhtilafu ya njia zake hadithi hii, fil mas'alati as-60, katika mas'ala nambari 60, alhadithi sabi, kwenye hadithi ya 7 tutakuja kueleza kwa ukamilifu wake mambo hayo. Athani, hadithi ya pili ni kutoa dalili ya matangazo yanayojuzu. Moja ni hiyo ya Abi Huraira kwamba mtume alitoa tangazo la Najashi, akawatoka yeye mwenyewe kwenda pale pa kusalia na maswahaba, akawapanga swafu na kutoa takbira 4. Hadithi ya mwanzo ni hiyo.
athani, ya pili, hadithi inayoonyesha kujuzu kutolewa matangazo. An Anas qala, kutokana Anas amesema, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kutoa habari kwa Waislamu walioko Madina wakati wa vile vita tulivyozungumza katika darasa zilizopita, vita vya umara. Bwana Mtume aliposema kwamba akae kwenye uamiri kwanza Zaid ibn Haritha, Zaid akiuawa aichukue bendera ya vita apiganishe bwana Jaafar, Jaafar akiuawa aichukue bwana Abdullah bin Rawaha, akafikia pale bwana Mtume. Basi wakati vita kule vinaendelea na wale maumara wanauawa mmoja mmoja, bwana Mtume aliletewa namna kama mfano wa television, akawa vita na viona yuko Madina, akawakusanya masahaba akawaambia, akhadha ar-rayatu Zaid, akhadha ar-rayata Zaid, alichukua bendera Zaid jamani, fa usiba, Zaid chapigwa. Thumma akhadha Jaafar, kisha bendera akaichukua Jaafar kama nilivyotoa maagizo, fa usiba, akapigwa Jaafar. Thumma akhadhaha Abdullah ibn Rawaha, kisha bendera ya vita akaichukua bwana Abdullah bin Rawaha, fa usiba, naye pia chapigwa. Wa inna aynai Rasulullah, atoa habari Anas kwa kusema, alipokuwa akisema hivi bwana Mtume, hakika macho yake la tadrifani, yakibubujika machozi, huku anatoa matangazo hayo huku yeye mwenyewe anavuja machozi. Thumma akhadhaha Khalid, kisha Mtume kaendelea akasema, kisha bendera ameichukua Khalid ibn al-Walid, min ghairi imratin, bila ya kupewa yeye uongozi, kaichukua tukaona na garagara pale, kwa haiwezekani, kwa sababu bendera ya vita kama ina garagara ni ishara ya defeatism, ina maana kwamba watu wameshindwa vita. Lazima aichukue mtu pale ili kuwachajiisha ile timu ya bendera ile kwamba bado mapambano yanaendelea. Lakini kama itaachwa ina garagara muda mrefu, watu wataanza kutimka mmoja mmoja, ina maana kwamba vita basi chashindwa. Kwa hivyo Khalid ibn al-Walid hakuagiziwa na Mtume kwamba akipigwa Abdullah bin Rawaha akote yeye, lakini aliamua kuiokota bendera. Ikiwa kutakuwa na makosa atakwenda kujua kwa Mtume kirejeo, kwa nini ukaokota wewe na sikusema, kaamua kuiokota bendera ile, na alipoitia mkononi Khalid bendera ile, hapo ndipo ushindi ukapatikana kwa Waislamu. Mtume akatoa habari, thumma akhadhaha Khalidun, kisha bendera kaichukua Khalid ibn al-Walid, min ghairi imratin, bila ya kwamba yeye ni amiri, kaichukua na piganisha. Fafutiha lahu, basi pakapatishwa ufumbuzi wa ushindi kwa yeye Khalid, na kuanzia siku hiyo ndo akapata umashuhuri wa kujulikana kwamba yeye ni Saifullah al-Maslul, upanga wa Mwenyezi Mungu ulionolewa vikali sana. Khalid alipiganisha vita kiajabu, kimeujiza. Kama tulivyoona, idadi ya makafiri ilikuwa ni milango ya malaki, na Waislamu ni watu 3,000 wanapambana na malaki. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi ameitoa Bukhari, wa tarajjama lahu, na akafasiri Bukhari kwenye hadithi hiyo, walladhi qablahu, na ile iliyo kabla yake, biqaulihi, kwa tamko lake lifuatalo. Akaweka mlango Bukhari kwa kusema, babu rajulu, mlango wa mtu, yan'a, ambaye anaweza kutoa matangazo ya kifo, ila ahli almayiti, kwa watu wa maiti, binafsihi, yeye mwenyewe nafsi yake. Yani bwana Mtume alikuwa yule, baadhi ya wale waliokufa wamemhusu na vile vile Jaafar ibn Abi Talib, alikuwa mtoto wa ami yake, ndugu yake Saidina Ali yule. Basi anaweza akasimama nafsi yake mtu wa jamaa yao akasema kutoa habari kwa wenzi wao. Kaweka mlango kama huo Bukhari kwenye kitabu chake, babu rajulu yan'a ila ahli almayit binafsihi,
mlango wa mtu kutoa matangazo kwa watu wa maiti kwa nafsi yake. Waqala al-Hafidh, na akasema Hafidh kwamba wa faidatu hadhihi tarjuma, na faida ya tafsiri hii ya Bukhari, al-isharatu ila anna an-na'ya, ni kutoa ishara ya kwamba hakika ya matangazo haya laisa mamnu'an kullahu, hayakukatazwa yote. Yapo yaliyokatazwa ya kijingajinga, yale ya maombolezo, kupanda watu juu ya minara, kukaa watu kwenye milango ya majumba, kwenda watu marikiti na kupiga makelele mitaani kawazogo na upatu mkononi, yale mambo mikatazwa. Lakini kwa kupewa habari Waislamu ili waje kuswalia maiti, hichi kitu huenda ikatokezea kuwa ni wajibu, kama yule maiti hakuna kumtengenezea haki zake tulivyoona nyuma, au kuwataka Waislamu waombe dua. Na Mtume kwa hakika akitangaza kwa namna kama hiyo, kuwataka Waislamu aidha waje kwa wingi kuswalia maiti au watoe dua zao kwa ajili ya yule, hata kama yule mtu kafa shahidi, anahitaji bado dua za wenziwe. Ile alama ya husni al-khatima kaipata, lakini yategemea na amali zake ziko nazo vile vile. Alama kaipata ndio, kafa shahidi kwenye jihadi, lakini kufa shahidi kwenye jihadi hakutoshi bado, kutegemea na amali zake mtazokuwa nazo vile vile. Anaweza kafa shahidi na mambo kule yakawa magumu vile vile. Kwa mfano akiwa na madeni, hata akiwa shahidi namna gani, akiwa na madeni, basi nafsul mayiti mahbusatun bidaini, nafsi ya maiti ni yenye kuzuiliwa kwa sababu ya dini lake, hata walau kana shahida, hata kama amekufa shahidi, deni linamzuia yeye. Kwa hivyo anasema Hafidh, faidatu hadhihi tarjuma, faida ya tafsiri hii, al-isharatu, ni kutoa ishara ila anna an-na'ya, hakika ya matangazo, laisa mamnu'an kullahu, hayakukatazwa yote matangazo. Wa innama nuhiya, hakika yamekatazwa, amma kana ahlul jahiliyyah yasna'unahu, ni kutokana na yale matangazo aina fulani ambayo walikuwa wajinga wakiyafanya, kama hayo ya kusimama kwenye milango ya majumba na kutoa makelele, au kumtoa mtu apite mitaani na upatu atoe habari, basi si kwa lengo lolote, basi nyingine inakuwa ni ria tu, kwa sababu mtu mtukufu mashuhuri kafa, basi toka na upatu sasa kwa hizi hapa, pita ukiambia watu, au nenda marikiti kapiga makelele, au panda juu mnara kuanzia sasa hivi mpaka saa 6 ya mchana utakokimbia kwa mfululizo. Kwa faida gani? Fakanu, kwa hivyo wao wajinga walikuwa yursiluna man yu'linu, wanampeleka mtu wa kutangaza bihabari mauti almayiti, kwa habari ya kifo cha maiti, ala abwabi duri, juu ya milango ya majumba, wal aswaqi, na sokoni, na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Hayo matangazo namna kama hayo ndio lokatazwa. Au ikawa matangazo hayakulenga kuwaita watu kwenye swala, basi yanakwenda tu, hata kama radio inatumika, hana malengo maalum, itakuwa fujo. Ama kwa ajili ya kuwaita Waislamu, kama kwa mfano kusimama msikitini mtu akasema kwamba jamani, hapa msikitini kuna mwenzetu amekusha kabla akhira, na kwa hivyo swala ya maiti itasaliwa saa kadha, hiyo inafaa kabisa, ili kuwataka Waislamu waje kutoa dua zao za mwisho pale wakati. Matangazo yenye malengo maalum, na hivyo ndivyo Mtume akifanya. Qultu, anasema al-Sheikh Muhammad Nasruddin Albani ya kwamba mimi hapa nina maneno nimesema, wa idha kana hadha musliman, itapokuwa huyu aliyekufa ni Muislamu, fasiyahu bidhalika ala ruusi almanairi, kupiga makelele kwa matangazo hayo juu ya vilele vya minara, yakunu na'yan min babi aula, inakuwa kutoa matangazo kwake yeye ni katika mlango ulio bora zaidi, kwa sababu ya kuwataka Waislamu waje kuswalia. Walidhalika jazamna bihi fil faqrati, na kwa ajili hiyo ndiyo maana sisi tukafunganisha habari hii kwamba kuna matangazo yanayofaa fil faqrati allati qabla hadha, katika ile paragraph iliyopita nyuma kabla hii tukaweka an-na'yul jaiz. Wa idha kana hadha musliman, na itapokuwa maiti alikufa ni Muislamu, fasiyah bidhalika,
kutoa matangazo, kuinua sauti kwa matangazo hayo, ala ruusil manair, juu ya vilele vya minara, si kwa ajili ya maombolezo, bali kwa kupa habari waislamu kuja kusali, yakunu na'yan min babi aula, inakuwa matangazo ni katika mlango ulio bora zaidi kufanywa. Walidhalika jazamna bihi, na kwa ajili hiyo ndiyo maana sisi tukatilia mkazo fil faqrati allati qabla hadha, katika ile paragraph iliyopita kabla hii tukasema kwamba iko an-na'yul jaiz na sio matangazo yote yamekatazwa. Waqad yaqtarinu bihi umurun, na huenda haya matangazo yakawa yamefunganishwa na mambo ukhra mengine, hiya fi dhatiha muharramatun ukhar, ama hayo mambo yatakayotokezea pamoja na matangazo hayo, hayo ndio yatakayoharamishwa bidhati, fi dhatiha, dhati yake hayo maneno, hayo mambo, lakini sio aina matangazo yote yatakayozuliwa. Kitakachoharamishwa hapo ni yale mambo yatayofanywa katika matangazo yale. Mithlu, mfano mambo gani? Mithlu akhdhi al-ujrati, mfano wa kuchukua malipo, ala hadha siyahi, juu ya makelele haya kupiga. Kwa mfano mtu anadai nipe changu kabisa, basi ala chako cha nini bwana? Si mtu habari ya waislamu kwenda yusali tu, ni kama muadhin hataki ujira, labda kuwe na kazi nyingine pale msikitini anazifanya, kiko kuadhini tu. Mtume kamwambia mtu attakhidh muadhinan la yattakhidhu ala adhanihi ajran, utakokuwa imamu wewe kwa watu wako kwenda mtaani, basi mtafute muadhini ambaye hachukui malipo kwa kuadhini kwake. La kama kuna kazi nyingine kapewa pale, kulinda msikiti, kufagia, kufanya hivi, basi itakuwa tena mambo mengine. Lakini kwa kuadhini tu, kuadhini ni kazi ambayo kila Muislamu anajitolea, anajivolunteer kuwaita watu kwa ajili ya sala. Kwa hivyo kuchukua malipo kwa ajili ya matangazo haya, hilo jambo sasa lishaingia hapo sasa baya. Wa madahil mayyiti, na vile vile kuanza kumsifu maiti kwa sifa alizokuwa nazo, asokuwa nazo, hajulikani. Anapanda mtu juu mnara, anasema leo kafa mtu mkubwa sana, kafa mtu mcha Mungu, kafa hivi na hivi na hivi, dunia imejinamia, tumeondokewa. Uongo mtupu. Pengine ni khabithi mmoja katika makhabithi ulimwengu uliokufa, basi anapoa pesa anza kumsifu maiti. Yakiwa hayafanyika hayo, sasa hayo yanofanyiwa sasa ndiyo ya kuharamishwa hayo, lakini sio nafsi ya matangazo. Nafsi ya matangazo mtume katangaza vile vile kuwaita waislamu ndio kusalia maiti. Wa madhil mayyit, na kumsifu maiti, bima yu'lamu annahu laysa kadhalik, au bima ya'lamu, kwa jambo ambalo analijua mtangazaji, annahu laisa kadhalika, kwamba yeye maiti hana sifa hizo, anafanya pale kwa ajili ya kupata pesa mbili tatu, atajisemea na mwingi, na kwa mwingi wa kupamba zile sifa. Hutafutwa mtu mwenye kazi yake specialist, hawa watu wanakuwa wanajulikana, kamtafute fulani basi, kamtafute fulani basi haraka sana. Fulani afai, siku hizi mtu fulani bwana wewe, kama nataka kwenye mnara pale basi utapoa. Ina nakaa pale na sifu, na huku yule mwenye kutoa matangazo anajua kwamba huyu maiti hana sifa hizi, anasema uongo. Kaqaulihim, katika sifa hizi kama lile tamko lao waliposema as-salatu ala fakhri al-amajid al-mukramina. Jamani waislamu, pafanyike swala ya maiti ala al-amajid, juu ya yule ambaye ni mtukufu, al-mukramina, katika watukufu sana wenye heshima. Kwa mfano tunatangaza tunasema as-salatu ala fakhri, juu ya fakhari al-amajid, ya wale watukufu al-mukramina wenye heshima. Wa baqiyatu salaful kiramu as-salihina, anazidi kusema kwamba na yeye ni katika baqiyatu salaful kiramu salihina, ni baqa iliyobakia ya watu wa mwanzo, watu wakubwa sana, watu wema. Kumbe yule mtu si kabisa katika kiramu salihin. Mfano mambo haya anataja Albani, yanafanyika nchi za Arabuni huko. Wanasimama watu katika baadhi ya vilele vya minara au milangoni msikitini au marikiti, wasema hivi, haya mambo kwetu sisi aghlabu alhamdulillah hatuyaoni, lakini nje huko yapo, yanafanyika. Tafuta mtu analipwa, anasema sifa chungu nzima za maiti.
na kumbe maiti yule, wanaudhu billahi min dhalika, amekufa pengine hoteli, akitoka povu na dawa za kulevya na hivi na hivi, alafu anapewa mtu kwa kuwa katika ukoo wa kifalme pengine, pita ukitangaza uongo, na kumbe najua kwamba kafa vibaya, kafa mabaya, anasema vile. Wa yustahabbu, na inapendezeshwa vile vile, lilmukhbiri, kwa yule mwenye kutoa habari za kifo cha mtu, an yatluba minan nasi, awatake hao watu anawatangazia, an yastaghfiru lilmayiti, wamtakie maghfira maiti. Ndio faida matangazo yenyewe, sio kama watu wanajuilishwa tu fulani kafa, awatake hasa, jamani mtakieni maghfira mwenzenu. Ndivyo mtume alivyokuwa akitoa habari hizo, akiwaambia watu mtakieni maghfira fulani. Hata anapomaliza kuzikwa maiti, basi mtume atasimama kwenye kaburi aseme, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'alu, mtakieni maghfira ndugu yenu, mumuombe kauli thabiti, kwa sababu sasa hivi yeye anaanza kuulizwa. Mtume ndio akiwaita watu kusalia maiti, anawaita kwa lengo maalum, na akiwatangazia atawatangazia kwa kuambia, nakupeni habari hii, sio muijue tu, mumtakie maghfira mwenzenu. Anahitaji ndimi za Waislamu kwa pamoja zote ziseme maneno mazuri kwake, kuomba kwa Mwenyezi Mungu. Anakuwa mnyonge sana wakati alishakufa mtu, amali zake zimekatika, anahitajia sasa Waislamu pale kwa wingi kuomba dua kwa ajili yake. Asa huenda wanaoomba kama si washirikina, na kwa idadi yao ilikuwa nyingi kupindukia 40, basi asa huenda ikakubaliwa. Iko ile mtu ana amali za kuweza kuombewa na vile vile. Lihadithi Abi Qatada, huku kuambia watu wamtakie maghfira mwenzi wao, dalili yake ni hadithi ya Abi Qatada radhiyallahu anhu, qala, amesema hivi, ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam jaishal umarai. Ile hadithi yetu tumeshika, alipeleka bwana mtume sallallahu alayhi wasallam jeshi la maamiri katika vita vyetu vile vya Mu'tah. Faqala, akaliambia jeshi hili, alaikum, atakaa juu ya uongozi juu yenu Zaid ibn Haritha. Kwanza ni Zaid ibn Haritha atakuwa amiri almu'minin. Fa in usiba Zaidun, iwapo atapigwa Zaidi, awe hawezi kuchukua uongozi tena, kwamba yeye ni majuruhi au maiti, fa Ja'far ibn Abi Talib, basi uongozi ataushika Ja'far ibn Abi Talib. Fa in usiba Ja'far, iwapo atapigwa Ja'fari, fa Abdullah ibn Rawaha, uongozi auchukue Abdullah ibn Rawaha al-Ansari. Fawathaba Ja'far faqala, palipotolewa matangazo hayo alichupa Ja'far akasema, bi abi anta ummi ya Rasulullah, kwa heshima zote za baba yangu na mama yangu, na kutunukia na wewe vile vile unastahiki mtume kuwa nazo, kama baba yangu na mama yangu au kuliko. Ya Rasulullah, ma kuntu arhabu an tastamila alayya Zaidan, sikuwa nikidhani nikitegemea mimi kwamba utamweka kiongozi juu yangu Zaid ibn Haritha. Qala, mtume kamwambia kwa hikma maalum maifanya hiyo, embe nenda, huyo Zaid ndio kiongozi wako. Fa innaka la tadri ayu dhalika khairun, wewe hujui yupi katika hao ni bora zaidi. Nachie mwenyewe jambo hilo. Zaid ibn Haritha ndio number 1 kiongozi atakuwa. Mtumwa maskini alikuwa, huru wake mtume huyo alikuwa ni mtumwa wa bibi Khadija. Bwana mtume kamrithi kwa bibi Khadija, akamwachia huru, akampanga utoto kama mwanawe zaidi. Leo anampa uongozi katika Uislamu, manake hakuna kalaba, anaweza akapewa uongozi yoyote kama anazo zile sifa za kuongoza jambo. Hakuna lazima iwe ni royal family fulani bin fulani, manake katika jeshi lile anapelekwa ndani yake yumo Ja'far ibn Abi Talib ndugu yake mtume, utakaa chini yake zaidi. Akipigwa zaidi utakwenda wewe, kipigwa wewe kabla bin Rawaha. Mtume hapa anafanya kitu maalum kwa hikma yake mwenyewe.
Kitu muhimu ni kwamba zile sifa za uongozi anazo mtu kuongoza jambo, ikiwa vita, ikiwa swala. Katika Uislamu hakuna kitu cha kurithiana, ya kwamba ukhalifa utarithiwa mtume akifa na jamaa yake mtume. Hakuna kitu kama hicho. Fantalaqu, basi wakaenda zao wanajeshi. Falabithu ma sha Allahu, wakabaki huko vitani kwa muda ambao Mwenyezi Mungu ametaka. Thumma inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kisha huko Madina kwa baadhi ya siku bwana mtume sa'ida al-mimbara, akapanda juu ya mimbari. Wa amara an yunadi as-salah, na akatangaza, akaamrisha itangazwe, inadiwe swala jamia, swala ya jamaa iitwe pale watu swali. Kisha baada ya swala ile, faqala Rasulullah, mtume akasema na khutbah Islam sasa, akawaambia naba khairun, amma alitamka naba khairun au bata khairun au thaba khairun. Shaka Abdurrahmani, amefanya shaka Abdurrahmani, yani ibn al-Mahdi, namna alipokea hii. Amma alitamka naba khairun, imechukua nafasi khairi, au bata khairun, au imekesha khairi, au thaba khairun, au imethibiti khairi. Amefanya shaka mpokezi, lipi katika tamko hilo ambalo kalisikia? Mtume akawaambia watu, ala ukhbirukum an jaishikum hadha alghazi, sikupini habari Waislamu kuhusu jeshi lenu hili ambalo limetoka na vitani. Mimi tangaza kwamba Zaid awe kiongozi, akipigwa achukue Jaafar, akipigwa achukue nani, Abdullah bin Rawaha. Sikupini habari jeshi lenu hili. Innahum intalaqu, hakika wao basi wamekwenda. Falaqau al-aduwa, wakakutana na maadui. Fa usiba Zaidun shahida, Zaidi kashapigwa, kashauawa shahid. Watu wamejinamia pale. Fastaghfiru lahu, na natoa tangazo hili kwa kukutakeni mumtakie maghfira zaidi. Hapa unapata ibra nyingine kabisa. Hapa mtu kama Zaid ibn Haritha, mtume mzima asimama atakiwe maghfira. Zaid hakutajwa yoyote kwenye Qur'an al-Karim katika masahaba kwa jina lake maalum siwa Zaid ibn Haritha. Falamma qada Zaid minha waqaran zawwajnaka likay la yakuna 'ala al-mu'minina harajun fi azwaj adiyaihim idha qadaw minhunna waqara wa kana amru Allahi qadaran maqdura au wa kana amru Allahi maf'ula kama qala Allah ta'ala. Hakutajwa sahaba yoyote wa mtume kwa jina lake isipokuwa Zaid ibn Haritha ndani ya Qur'ani, kitabu cha Mungu. Na kitabu cha Mungu ni maneno ya Mwenyezi Mungu al-Qadim, ya tangu na tangu, ambayo ndani yake hamna kupungua, hamna